Karibu ndugu yangu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Tumaini Media katika tafakari yetu ya leo. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 12, aya ya 5 hadi ya 16, na Injili kwa kadiri ya mwinjili Luka, sura ya 14, aya ya 15 hadi ya 24. Na sasa tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Mmoja wa wale walioketi chakulani pamoja na Yesu alimwambia, "Heri yule atakaye kula mkate katika ufalme wa Mungu." Akamwambia, "Mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa, 'Njoni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari.' Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, 'Nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame. Tafadhali unisamehe.' Mwingine akasema, 'Nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Tafadhali unisamehe.' Mwingine akasema, 'Nimeoa mke, na kwa sababu hiyo siwezi kuja.' Yule mtumwa akaenda, akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Lakini yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, 'Toka upesi, uende katika njia kuu na vichochoro vya miji, ukawalete hapa masikini na vilema na vipofu na viwete.' Mtumwa akasema, 'Bwana, hayo uliyoagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi.' Bwana akamwambia mtumwa, 'Toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja karamu yangu.'" Neno la Bwana. Mpendwa ndugu yangu katika Kristo, kama ambavyo tumesikia katika masimulizi ya Injili ya leo, karamu imeandaliwa. Wale walioalikwa harusini, kila mmoja yuko bize na mambo yake. Hakuna aliye tayari kujiongea katika karamu ile kwa sababu ya kusongwa na mambo mengine. Ndugu zangu katika Kristo, Injili hii itukumbushe mwaliko tuliopewa, mwaliko tulioupata sisi sote kupitia sakramenti ya ubatizo. Katika ubatizo wetu, mimi na wewe tulipewa mwaliko wa kushiriki katika karamu ya milele. Lakini maneno haya ambayo tumeyasikia katika Injili na mfano huu ambao tumeusikia katika Injili utukumbushe juu ya kuwa tayari muda wowote kwenda na kushiriki katika karamu hii. Kadi ya mwaliko tumepata katika sakramenti ya ubatizo. Lakini je, ni mambo gani yanayotufanya tusiweze kushiriki katika karamu hii? Ndugu zangu, pengine shughuli za ulimwengu huu zinatusonga. Pengine anasa za ulimwengu huu zinatusonga. Pengine mambo kadha wa kadha ya ulimwengu huu yanatusonga, hata tunaona tena hatuna haja ya kushiriki katika karamu hile. Maneno haya ya Bwana wetu Yesu Kristo yatukumbushe juu ya wajibu huu, juu ya haya tuliopewa, juu ya mwaliko huu tulionao wa kushiriki katika karamu hii ya milele. Ubize wetu utatufanya tushindwe kuingia na kushiriki katika karamu ya Mungu. Mungu yeye mwenyewe katika upendo wake usiopimika, yeye mwenyewe alitupatia mwaliko huu ili tuweze kushiriki pamoja naye katika karamu hii ya milele. Nasi kwa furaha tuliupokea katika sakramenti ya ubatizo. Lakini je, sasa
tujiulize na tujitafakari. Bado furaha ile tuliyoipata, tuliyokuwa nayo wakati wa ubatizo, tulipopata mwaliko huu wa kushiriki katika karamu hii ya Mungu, karamu ya milele, karamu yenye vinono na kila kitu ambacho tunakihitaji katika maisha yetu, je, furaha ile bado iko? Ama tumeipoteza kwa sababu ya kusongwa na mambo mengi ya ulimwengu huu? Ndugu yangu katika Kristo, leo Kristo anatukumbusha wajibu wetu wa kwanza uwe katika kuelekea mwito wetu wa kushiriki katika furaha ya milele, katika karamu hii ya Mungu kule mbinguni. Mambo ya ulimwengu huu yasiwe kikwazo katika kushiriki katika karamu ya milele. Tuyaondoe yale yote ambayo ni kikwazo, yale yote ambayo yatatufanya tukakosa nafasi ya kushiriki katika karamu ya milele. Ili mwisho wa siku tusije kuwa watazamaji tunaposhuhudia wenzetu wanapoingia na kushiriki katika karamu hii ya milele. Mimi na wewe tuanze sasa kujiuliza na kujitafakari, ni yapi ambayo yameusonga moyo wangu? Ni yapi hayo ambayo yananifanya hata nishindwe kuijongea karamu ya Bwana sasa katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu, lakini baadaye katika uzima wa milele mbinguni? Twende tukayaondoe hayo makando kando, twende tukayaondoe hayo yote ili tuweze kushiriki katika karamu ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa nami Padre Patrick Bwakila wa shirika la watumishi wa wagonjwa, ninayefanya utume wangu katika parokia Bikira Maria Salama ya Wagonjwa, Muhimbili. Tumsifu Yesu Kristo.